Wani wa ahbabi fillah wa tamaman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zinjibar TV, fahari ya Zanzibar. Kama ilivyo tupo bado tunaendeleza msiba hapa. Jana tulikuwa Bweleo na leo tupo hapa Masjid Jami'u Zinjibar au maarufu Masjid Qabus, ambapo ni muendelezo wa msiba huu. Hapa ataswaliwa, lakini kabla ya kuswaliwa tutakuwepo hapa katika swala ya Ijumaa, na mara baada ya swala ya Ijumaa tutamswalia marehemu Abbasi Ali Hassan Mwinyi ambaye ni kaka yake Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Na mara baada ya kumswalia hapa sasa safari itaanza ya kwenda kumuhifadhi, ya kwenda kumstiri katika ardhi ya Manga Pwani, ambapo kaskazini mwa Zanzibar. Basi endelea kuwa pamoja nasi mtazamaji mpendwa, tukiwa hapa Jami'u Zinjibar, hata mara baada ya kuondoka hapa kuelekea huko, hatua moja baada ya nyingine. Kwa niaba ya crew nzima ya Zinjibar TV, mimi ni Watamaman, endelea kuwa pamoja na sisi. Falyatafadhal mashkuran maajura mtazamaji mpendwa. Tumeguswa sana lakini wajibu wetu sisi hasa kwa upande wetu kama Waislamu tunataka tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kwa sababu kama tunavyofahamu kullu nafsi dhaikatil mauti, ili haliepukiki, kila nafsi itaonja mauti. Na wako viumbe ambao wao waliona kwamba hawataingia, lakini pia nao wakaambiwa kullu man alaiha fani, kila kilichoko kwenye tumbo la ardhi kitatoweka. Kwa hakika sisi kwetu wajibu wetu sasa, kiongozi wetu huyu alikuwa mchapakazi, kaka yetu, kaka Abbasi. Bahati nzuri na mimi nilikuwa mtu wangu wa karibu sana, pamoja na kuwa alikuwa ni mwanasiasa jimboni, lakini ule ukaribu ambao alikuwa na watu wengi sana, na mimi nilikuwa mmoja wapo. Sisi kwa upande wa chama chetu cha Mapinduzi tumepata mshtuko mkubwa kwa kifo chake, na ni pigo kwa sababu kwa mwanachama wetu ambaye tayari tulishamteua kugombea nafasi ya ubunge kwenye jimbo la Afuoni. Kwa hivyo ni pigo kubwa kwetu, na sasa ni kazi nyingine kubwa ya kuweza kukaa tukafikiria jambo hilo. Chama ni vikao, wala hakuna maamuzi ya mtu mmoja kwenye chama chetu. Kwa hivyo limetokea hili, kwanza tupeni nafasi tuzike, baadaye chama kitafanya maamuzi yoyote ambayo yatakuwa sahihi kitakayoiona. Anaweza kupelekwa wa pili, lakini tunaweza tukapiga mchakato mwingine upya wa haraka tukaingia tena, ili mwanachama yetu yote mwenye sifa za kugombea tukampa nafasi hiyo. Aliwaambia waliohudhuria kama hivi, limithli hadha fa'aiddu, mfano wa jambo kama hili, nyumba kama hii, mfano wa hali kama hii ya vifo na kuzikana, tena kuzikwa katika nyumba kama hii, jiandaeni, kila mmoja aandae kile anachokwenda nacho huko. Ma raaitu mandharan qattu illa wa kana alqabru afda'u minhu. Mmoja anasema sijawahi kuona mandhari yoyote ila mandhari ya kaburi yanatisha kuliko mandhari yoyote. Kumbuka humu ndani yupo ndugu yetu na ameshaianza safari yake ya kuelekea kwa Mola wake. Lakini si hivyo tu, alqabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah. Hii ndiyo nyumba ya mwanzo katika nyumba za akhira, wa huwa akhiru darin min manazil ad-dunya, na ndiyo nyumba ya mwisho miongoni mwa nyumba za dunia. Tutahamahama nyumba nyingi, lakini nyumba yetu ya mwisho ni hii hapa. Lakini huko tunakoelekea, kabla ya kwenda katika nyumba aliyoandaa Allah subhanahu wa ta'ala, pepo kwa wema na moto kwa wale watakaokaidi, hii ndiyo nyumba ya mwanzo. Mwenyezi Mungu aijalie nyumba hii iwe nyumba miongoni mwa nyumba za peponi, iwe bustani miongoni mwa bustani ya peponi kwa ndugu yetu ambaye yeye ametangulia na sisi tuko nyuma tunakuja. Lakini pia namaliza maneno mafupi kwa ushairi ubaiti wa mmoja alivyosema, kullu bini untha, kila anayejijua kwamba amezaliwa na mwanamke, wa in talat salamatuhu, hata akiwa na umri mrefu kiasi gani, kullu bini untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba manqulu, ipo siku atabebwa katika jeneza. Fa idha hamalta ila alquburi janazatan, utakapobeba siku moja jeneza kupeleka makaburini kama tulivyobeba jeneza la ndugu yetu, fa'lam annaka ba'daha mahmulu, tambua kwamba na wewe ipo siku yako ya kubebwa inakuja. Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimefanya kazi na Mheshimiwa marehemu Abbas Mwinyi kama mbunge mwenzangu kwa miaka 5 iliyopita kwa mbunge Fuoni, lakini pia Mheshimiwa Abbas Mwinyi tumekuwa tukifahamiana kwa miaka mingi sana. Tumekuwa tuna ukaribu wa kifamilia na ni miongoni mwa watu wangu wa karibu. Kwa hiyo kuondokewa kwa Mheshimiwa Abbas ni pigo kubwa sana, sio tu kwa familia yake, sio tu kwa wananchi wa jimbo la Fuoni, lakini hata kwa sisi ambao tumekuwa naye karibu kwa miaka yote. Tumeondoka na mtu ambaye kwa kweli ni mtu hana shida na mtu yoyote, hana tatizo na mtu, ni mtu mwema sana, mtu mkarimu, na pia ni mtu mchapakazi, na udhihirisho wa uchapakazi wake ni jinsi ambavyo wananchi wa jimbo la Fuoni wameweza kumwamini tena kwa mara pili, kuweza kuwatetea kupitia Chama cha Mapinduzi, kupeperusha bendera CCM. Na mimi ninachoona sasa hivi kikubwa ni kumwombea dua marehemu kaka yetu, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi kwenye safari yake na sisi tujalie mwisho mwema. Lakini pia ni toe pole sana kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na kutoka Baraza la Mapinduzi ambaye ni kaka marehemu, mama yake mzazi na familia yake yote, mke wake, watoto wake na familia yake yote kwa jumla, kwa msiba huu mkubwa ambao umewapata. Maisha ni hadithi. Sasa hadithi nyingi za Abbas ni hadithi njema, na ushahidi, tazama umma hulo kuja hapa. Haujaja kwa sababu rais ndugu yake, bali kuja kwa Abbas mwenyewe kumzika, kwa sababu ni mtu ambaye anakaa na watu, anasaidiana na watu, na inshallah Mwenyezi Mungu apokee mwendo wake, amwepushe na adhabu ya kaburi, na atapofufua amwepushe adhabu ya moto na amtie peponi. Nataka kusema mimi kwa huyu kaondoka, sisi tupo, lakini na sisi tutakwenda. Kwa hivyo tufanye nini sisi ili tupate maziko kama haya, tupate heshima kama hizi, tuwe wema kwa wenzetu, tusaidie watu. Hasa hayo tu. Mimi marehemu mimi ndio babu yangu. Kwa kaondoka yeye, ulezi kanachia mimi. Nashukuru kwamba vijana walioachiwa kama ni mlezi wanitambua na wananiheshimu. Kwa vile ninapotoka msiba kama hii na kwa mimi ndio naiendesha kikamilifu. Na nashukuru kwamba napata ushirikiano nao kikamilifu, tunafanya mambo yetu kama kawaida. Jina naitwa Asma Ali Hassan Mwinyi, ni miongoni mwa familia hayati Abbas Ali Mwinyi, ni kakaangu, na leo tuko hapa katika mazishi yake. Kusema kweli mazishi yake nitugusa sana, kwa sababu alikuwa ni kipenzi cha watu, cha mwana familia. Ulikuwa humsikii kuhamaki, kukasirika, kuongea na watu kwa vibaya. Alikuwa ni mtu mwema sana 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 sana. Katika kaka zetu mmoja wapo basi alikuwa na tabia hiyo, lakini sio tabia hiyo tu, Allah amemjalia amekuwa, na kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukimlea yatima basi siku ya kiyama wewe na yeye mtakuwa kama hivi. Na hakika hii leo yuko hivi yeye na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani yupo ana mtoto wake ambaye ni mtoto wetu, yuko naye na hapa siku hii leo alikuwepo. Kwa hiyo Allah msamehe makosa yake, amjalie pepo Firdaus. Taarifa yake ilikuja, tulikuwa tunafahamu kwa sababu alikuwa hajisikii vizuri, na ule usiku mimi nilikuwa hospitali, tumekaa tulikuwa sielewi vinavyoendelea, lakini unajua Mwenyezi Mungu anapokuwa yuko tayari kumchukua mja wake kuwekea pazia huoni. Nilikuwa pale nimekaa, sikupata kumuona, nikasema inshallah nitamuona kesho, lakini ndio kesho haikufika tena. Kwa hiyo lakini kusema kweli umetumiza na familia sote, kwa sababu ni jambo ni wa kwetu, ni kaka yetu. Kwa hiyo lazima utasikia maumivu, na hasa alikuwa ni mtu wa watu, na sio mtu wa watu tu basi, kwa familia pia alikuwa ni mtu kipenzi sana.